Usipitwe na habari za kweli na uhakika kutoka Maximum TV. Mtazamaji wa Maximum TV, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Sad Moment, kipindi ambacho jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunawatangaza ndugu zetu wote ambao wanapitia mazingira magumu tofauti, ili mradi tu waweze kupata msaada kwenye yale magumu yote ambayo kila siku wanapitia. Mtazamaji, katika pita yangu kwenye mtandao wa TikTok jana majira ya usiku kama saa 6 saa 7 nilikutana na video. Hiyo video alikuwa anaongea binti. Huyo binti anaitwa Imelda. Alikuwa anazungumza kuhusiana au kuhusu tukio lililotokea kule Oman, kwa sababu yeye yuko Oman, anafanya kazi kule Oman. Miongoni mwa maelezo ambayo yeye aliyazungumza ni kupotelewa ama kukamatwa kwa mwenzao ambaye anaitwa Kauthar Mohamed. Huyo binti ambaye alikuwa anatoa taarifa kuomba msaada kwa Watanzania anaitwa Imelda. So aliposti video na kuanza kuomba akiwa katika hali ya majonzi sana kwamba ndugu yake Kauthari amechukuliwa na maaskari, si ndio? Kwa sababu alikuwa anaishi nchini Omani bila vibali. Sasa kuna baadhi ya watu walimuoji na kumuuliza kwa nini imekuwa hivyo. Akasema kwamba mwenzake alitoroka kwa bosi wake kwa ajili ya kuyaokoa maisha yake. Aliondoka kwa bosi wake kwa ajili ya kuyaokoa maisha yake. Ushanielewa? So ilibidi tu aache kila kitu, kwa sababu kwa kawaida watu wote ama mabinti wote wanaendaga kufanya kazi Falme za Kiarabu, mara nyingi mabosi wao huwa wanachukua pasipoti zao na kuzihifadhi mpaka pale ambapo mkataba utaisha, wanawarejeshea. Na sijajua kama kisheria ni halali hii ya kuchukua pasipoti ya mtu ambaye ameitengeneza kwa gharama yake na kuhifadhi ndani mpaka mkataba utakapoisha ndo amrudishie ama ikoje. Lakini moja kwa moja twende tukaitazame hiyo video ya huyo binti aliyekuwa anaomba Watanzania wote na watu wote na vyombo vya habari kuweza kulitangaza hili ndugu yao Kauthari, ambaye naye pia alikuwa anafanya kazi Falme za Kiarabu, aweze kusaidiwa kutoka ndani, kwa sababu amekaa siku 10 kituo cha polisi. Lakini kila walipokuwa wakienda wakitafuta hata watu kuwaomba waende pale, na kuna wengine walikuwa wanawalipa ili mradi tu waende wakamcheki yule binti kama yuko salama na nini kinachoendelea. Walikuwa wanakuta amehamishwa kituo hicho, anaambiwa ampelekwa sehemu nyingineyo, amehamishwa huko ampelekwa sehemu nyingineyo. Hicho ndicho ambacho kilikuwa kinatokea, na walishindwa kujua namna gani wanaweza kumsaidia ndugu yao. Sasa twende moja kwa moja tukasikilize video ya kwanza alivyokuwa akieleza jinsi ambavyo ndugu yake amepotea. Tutarejea hapa. Habari ya sasa hivi wa Tanzania. Kwa majina mimi naitwa Imelda Samuel, ni Mtanzania. Kwa sasa niko nchini Omani. Nia ya kurekodi hii video, ninaomba msaada kwa Watanzania wenzangu. Ninaomba msaada kwa media yoyote ya Tanzania inaposikiliza hii video. Tunaombeni msaada Mtanzania mwenzetu, ndugu yetu anaitwa Keflin Mohamed Samsoni, kwa jina maarufu anaitwa Kauthar Mohamed Samsoni. Toka tarehe 1 mwezi wa 3 2025 amekamatwa na polisi nchini Omani kwa kosa la kuishi Omani kinyume na sheria za Omani. Hana bataka, hana passport. Hivyo vitu vyote viko kwa bosi wake wa zamani aliyemtoa Tanzania kumleta Omani. Ni miaka 4 sasa imepita. Kwa hiyo Watanzania, naombeni msaada. Kwa sisi wenyewe wa marafiki zake tumejaribu, tumeshindwa. Nimeamua kurekodi hii video tukitaka msaada wowote kutoka kwenu. Angalau tu atokee mtu au mamlaka yoyote isimame na yeye. Ni Mtanzania mwenzetu. Leo ni siku ya 10. Hatujui kinaendelea nini. Hatujui ratiba yake yoyote. Tumejaribu kutuma watu kwenda pale kituoni. Tumepewa taarifa ya kwamba amehamishwa hicho kituo kapelekwa kituo kingine tena. Kinachohitajika ni bataka. Na hiyo bataka kuipata kwetu ni ngumu. Kumpata bosi wake ni ngumu. Maana ajenti wake hatumjui. Na yeye simu yake wameizima, ndo msaada zaidi. Hatuwezi tena kumpata.
Tumepiga simu balozini, hawapokei. Toka siku 3 tunapiga hawapokei, tunatuma message hawajibu. Tunatuma picha hazifunguliwi. Na sisi tupo chini ya mabosi. Haturuhusiwi kutoka. Tulikuwa naomba Watanzania mtusaidie. Media yote itusaidie. Ndugu yetu angalau asafirishwe tu, apate msaada. Angalau tujue ana adhabu gani aliyopewa, au atatoka lini. Maana familia yake na pressure. Inashinda inalia kila siku, ndugu yao hawajui chochote kuhusu yeye. Kwa Watanzania tunaombeni msaada wenu. Tunaombeni msaada wenu. Media yote itakayomsikia itusaidie. Hata ubalozi pia usaidie iweze kutoa karatasi ya ndugu yetu asafirishwe. Tunaombeni msaada. Angalau tujue tu kitu gani kinachoendelea kwa polisi. Tujue lolote kuhusu yeye, hatujui chochote. Ndugu zake wana hofu. Wanashinda wanalia na sisi hatuna msaada wote. Tumeshindwa. Tunaombeni msaada wenu wa Tanzania. Marafiki zake tunahangaika huku na kule. Tunajitahidi mpaka kununua watu, kuwatuma kwenda kituoni, lakini tunamkuta amehamishwa tena. Na anaambiwa kule kuingia mpaka yeye mwanamke kwa sababu kapelekwa kituo cha wanawake tu. Basi sasa hatuwezi kutoka, tupo chini ya mabosi. Tunaombeni msaada wenu. Media yote ikitusikia itusaidie Mtanzania mwenzetu. Angalau atokee tu, hata serikali isimame na yeye. Tujue adhabu atakayopewa, angalau tujue kitu gani tutakachomsaidia. Hata familia yake basi ipate taarifa zake. Leo ni siku ya 10 wanashinda tu wanalia kuhusu ndugu yao. Wana msaada wote. Hawajui waanzie wapi. Tunaombeni msaada wenu wa Tanzania. Mtazamaji, nadhani umesikiliza kila kitu ambacho huyu binti Imelda ameeleza kuhusiana na ndugu yake ama rafiki yake. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho nimeguswa nacho ni kitendo ambacho huyu Imelda alikuwa anaeleza. Kiukweli, imagine rafiki tu ambao mmekutana huko kwenye majukumu ya kazi, lakini anaumizwa na kitendo ambacho mwenzao kafanyiwa. Unaona, jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, anafikia tu hadi analia. Yani analia kwa sababu ya mtu ambaye ni rafiki yake. Ana upendo kiasi gani kwa mwenzake. Lakini jambo la tatu, ameelezea kwa utulivu na hekima sana. Kwanza amehakikisha amejitanda vizuri kabisa na kuanza kueleza hatua zote za mwenzake mpaka kukamatwa. Maelezo yake anasema kwamba mwenzake hana bataka pamoja na pasipoti. Hiyo bataka sijajua, lakini nadhani hana vibali halali vya kumfanya aweze kuishi pale Oman. Wamefikia hatua hadi wananunua watu kuagiza kituo cha polisi, lakini wanakuta amehamishwa kule. Lakini malalamiko yake mengi ni kutoka kwenye ubalozi wa Tanzania nchini Oman, ambapo wanajaribu kupiga simu sana lakini hawapokei simu. Wanatuma picha na vielelezo vya tukio ambalo mwenzao kafanyiwa, lakini hawafungui hata zile picha wanazotumiwa kule WhatsApp. So kiukweli inasikitisha sana kuona ndugu zetu wanafanyiwa vitendo hivi, lakini hatujui kisa na hatuwezi kuwalaumu Waarabu ama iwaje, lakini yote kwa yote kuna nini nyuma? Kuna kitu gani kilichofanya mpaka huyu Kauthar aweze kukamatwa ama akatoroka kwa bosi wake kwa ajili ya kutetea uhai wake? Kwa sababu kuna video pia huyu binti kaeleza jinsi ambavyo sababu za yule binti kutoroka, kuondoka kwenda nje ya pale ambapo alikopo yupo. Lakini pia kaeleza kwamba huyo ni bosi wake aliyemkamata au aliyomfanya aliyotoroka kule. Ushanielewa? So bosi wa kwanza kabisa kumchukua Tanzania na kumpeleka kule nchini Oman ndo huyo ambaye alisababisha yule binti akatoroka pale. Sasa hatujui alikuwa anafanyia vitendo gani, kwa sababu kuna ile mindset ya huku Tanzania, mtu yeyote ukimuuliza
nenda Oman ukafanye kazi, utasikia tu point yake kwamba wanatesa. Kwa nini inakuwa hivyo? Yani kwa nini iwe Oman, yani falme za Kiarabu inamaanisha? Kwa nini iwe falme za Kiarabu wanaonekana ni watu wa kutesa sana? Kwa nini? Kwa sababu watu ambao asilimia kubwa wanaenda ni wale wenye uzoefu, na wale ambao hawana uzoefu ni wale ambao hawana taarifa yote kuhusiana na Oman. Wengi wenye taarifa kuhusiana na Oman na falme za Kiarabu kwa ujumla, wengi wanakuwa wanaogopa kwenda. Wengi sana. Mimi mwenyewe na experience na watu wengi ambao nawasiliana nao, hata hao ambao nawaoji mara nyingi, ukimgusia tu mtu kumwambia kwamba si uende tu nje ukatafute hela, anakuambia naogopa huko nitaenda kuteswa. So kwa lugha rahisi hatufahamu sababu ni nini, na mimi siwezi kuwalaumu upande wa Arabu, either wakawa ndugu zetu na machangamoto ndio maana yanatokea hayo, ama Waarabu wana changamoto huko kwa falme za Kiarabu ndio maana yanatokea hayo. Yote kwa yote hatujui. So taarifa ambayo ipo ndo hiyo hapo kwamba Kauthar yupo kituo cha polisi. Ubalozi wa Tanzania nchini Oman hawapokei simu, wakitumiwa picha hawafanyi chochote, yani hawafungui wala hawafanyi chochote. Ndugu wa huyo binti ambaye anaitwa Kauthar, ana jina lake lingineo ambalo mlisikia, lakini Kauthar ndio jina ambalo kule anafahamika sana, wanaumizwa, wako na pressure juu ya hali ya mtoto wao. Wanatamani kujua amefanya kosa gani hasa, ingawa la kwanza wanalijua kwamba yuko pale bila vibali, kwa sababu vibali vyote, vitu vyake vyote, hususan passport ipo kwa bosi wake kule. So alichokifanya yeye ni alitoroka. So kwa lugha rahisi ni kwamba huyu binti ametoroka, lakini vitu vyake vikiwa vinamilikiwa na bosi wake, kwa sababu kwa kawaida wakienda kule nchini falme za Kiarabu, zile nyaraka zao zote zinachukuliwa na mabosi. Zikishachukuliwa basi wenyewe wanabakia kuwa watupu tu. So mtu anapotoroka kuokoa uhai wake, maana yake huku nyuma anamwachia vitu vyake bosi wake. So inabidi ingie mtaani, aanze kutafuta kazi za hapa na pale za kujishikiza. Wako wengi, kuna wengine mimi nawasiliana nao wametoroka kwa mabosi zao siku nyingi sana. Wametoroka siku nyingi sana, kiwango ambacho wanaishi tu kwa kuungaunga na nini, kwa sababu hawana vibali. Ushanielewa? Na hata mabosi pia wanakuwa na hofu kufanya kazi na watu ambao hawana vibali sahihi, kwa sababu ya kuhofia lisije likatokea la kutokea huko ikaje ikawa mtihani kwao. So ndio iko hivyo. Kwa hiyo ni wasii tu ndugu zetu ambao mnatusikia Kiswahili, watu wa Uarabuni huko, wapendeni hawa ndugu. Hao ni binadamu wenzenu, ingawa hamfanani kwa rangi, lakini naombeni muwathamini. Mwisho wa siku hakuna mtu atakayeishi hapa milele. Utamtesa, utamnyanyasa kwa sababu tajiri umaskini katoka Afrika. Mwisho wa siku utamfanyia ukatili wa namna yoyote, utamuondoa kwenye ulimwengu, lakini we hautodumu milele. Hautoishi na hivyo vitu vyako milele. Hautofanya chochote cha maana zaidi ya kula, kuishi. Utanunua gari, utaishi nyumba nzuri, utalipia AC, utalipia chakula, utawapeleka watoto wako picnic, utafanya kila kitu, lakini mwisho wa siku hautodumu milele. Utofauti wa wewe na yule Mtanzania au Mwafrika ni kwamba umemsogezea tu muda. Yaweza kuwa ilikuwa sio muda sahihi wa yeye kuweza kufariki, lakini umemuondoa tu. Kuna wengine pia tumeona wamenyongwa. Yes, kuna video moja pia niliona kipindi cha katikati hapa, ilikuwa inasambaa mtandaoni kimuonyesha mama mmoja ambaye ni Mtanzania, tena kwake I think Gongo la Mboto. Alinyongwa, akaambiwa kwamba alimweka mtoto kwenye ile mashine dry ya ku clean nguo ile. Ndivyo ambavyo story nazisikia hivyo. Lakini huku nyuma nilijaribu kuongea na watoto wao nyuma ya kamera, alisema kwamba mama wao alikuwa ameondoka. Alivyoondoka kule falme za Kiarabu baada ya kunyang'anywa vitu vyake, yani inaonekana bosi alikuwa anamtesa yule mama. Ni mama mtu mzima, watoto wake ni watu wazima kama mimi. Na mmoja nilikuwa nafanya naye kazi. Umeona? Kwa hiyo ni mwaka huu amenyongwa tu muda sio mrefu, miezi kama 2 au 1 huko nyuma. I think 2. Nadhani kwenye mwezi wa kwanza. Yule mama alikuwa ni Mtanzania. Alienda falme za Kiarabu, akafanya kazi, akatengeneza maisha yake, akaendelea na maisha yake. Lakini kuna nyumba ambayo alikuwepo, inaonekana walisumbuana na bosi, ikabidi atoroke pale. Alivotoroka akarudi Tanzania. Alivorudi Tanzania, yule bosi kule akamgongea mihuri ili ile pasipoti yake isifanye kazi. Yeye akarudi Tanzania. Alivorudi Tanzania, akaenda akatengeneza vitambulisho vipya, yani akatengeneza kuanzia namba ya NIDA mpya, kila kitu kwa majina mengineyo. Alipotengeneza akatengeneza pasipoti na kila kitu, akaondoka
akasafiri kwa sababu target zake hazikutimia. Huyu imebidi atengeneze majina mengineyo na kila kitu, aidha alibadilisha majina na kila kitu ili aweze kurudi kule Falme za Kiarabu akafanye kazi. Alivyoenda kule, bahati mbaya sijui ilikuwaje, akakamatwa. Alivyokamatwa, inasemekana kwa mujibu wa watoto wake kwamba akapewa kesi kwamba alimweka mtoto kwenye ile dry cleaner, ile mashine ya kufulia nguo ile, kwamba alimweka mtoto kule ndani, so akahukumiwa kunyongwa. Kwa hiyo tuliona hadi video alivyokuwa anatolewa kule ndani, akawa anapelekwa kwenda kunyongwa, mpaka dakika mwisho akanyongwa. Mtoto wake akawa analia, tuko naye pale anaangalia video live, mama yake ananyongwa. Lakini pia ukiachana na hivyo, mwili ukabakia kule kule. Sasa tujejua wameuzika, wameufukia, wameufanyaje, wanajua wenyewe. Lakini mwisho wa siku historia yake imeishia pale. Yaani maana yake hata miili hairudi huku nyumbani. Watu wanazikwa kule kule, kila kitu kinaishia kule kule. Sasa ukweli wa kila kitu si hatujui. Bado siwezi kuwalaumu Waarabu ama Falme za Kiarabu huko. Siwezi kumlaumu mtu yoyote kwa sababu watu wabaya wako kila sehemu. Sio kwamba kwa Waarabu tu ndo kuna watu wabaya. Dunia nzima wako watu wabaya. Huku matukio makubwa yanatokea, watu wanafanywa vitendo vya kikatili, watu wanauliwa na nini. Hivyo matukio yanatokea, lakini kwa nini? Yaani kuna nini katikati yake mpaka yule mama kauliwa? Lakini pia kuna nini katikati yake mpaka huyo binti akatoroka? Kwa sababu kwa kawaida mtu kama ameenda kwa mara ya kwanza hawezi kutoroka kwa bosi hivi bila sababu. Tunaomba pia ubalozi wa Tanzania nchini Oman, mlifuatilie ili kwa kina jamani. Mna respond text za watu wanazowatumia, kwa sababu kuna mambo mengine yanatakiwa muyafanyie kazi haraka. Umeona? Kwa sababu binti amefikia tu anasema kwamba kuna wakati hadi ubalozi wa Tanzania nchini Oman anasema kwamba bana, tumechoka na hizi kesi kila siku, watu kutoroka, kusumbuana na mabosi. Ndio majukumu yako ndugu yangu, unachokaje kazi yako? Serikali imekuweka, imekuamini kwamba huyu anaweza kalifanyia kazi ili jambo. Asa ukisema umechoka unamaanisha nini? Haya yote naongea kwa mujibu wa huyu binti. Twende kutazama video ya pili akiwa anaelezea. Hello, habari ndugu zangu. Jana nimeposti ya kwamba naomba msaada kwa Mtanzania mwenzetu. Wengi mna comment matusi, wengine mnatukana. Kwa nini mlienda huko? Kwa nini atoroke? Ni upumbavu wenu. Sio kwamba jamani Oman hakuna amani. Oman kuna amani. Katika nchi za Kiarabu zenye amani ni Oman. Hakuna nchi nyingine yenye amani kama Oman. Sijui mnanifahamu? Mdada pale anapotoroka anaokoa maisha yake yeye mwenyewe. Sijui mnanielewa? Wengi wa dada wanakimbilia pale wapi? Wanakimbilia ubalozini, wanaenda kurudishwa pale getini. Usipojiongeza kulia na kusaga meno na kung'ang'ania pale getini, huwezi ukatoka. Huyo Kausali Nesa alinisimulia kipindi cha nyuma, kashawahi kwenda wapi? Hapo ubalozini. Sikutaka kumuulizia kama ulipoenda uliambiwa nini. Sikumuuliza. Naona gereza la Oman limejaa wadada wafanyakazi sana. Wengine miguu imewavimba. Kuna wengine hata ndugu zao hawafahamu kama ndugu yetu yupo jela. Wanajua tu yuko sehemu fulani anafanya kazi. Naona ubalozini wanalalamika, tumechoka na hizo kesi za wadada kwa sababu kila siku kesi ni hizo. Ubalozini imeweka simu ya nini? Mnapiga simu, piga utakavyo. Hawapokei simu. Simu haitapokelewa. Unataka kuokoa uhai wako, hupokelewi simu, hupokelewi. Hata kama unataka kukata roho kwamba ubalozi waje wakusaidia, hakuna njia nyingine. Yani upige simu utakavyo, hawapokei simu. Hawapokei. Kuna dada juzi kati hapo anapiga, akafanya mambo kwa ushahidi guys. Anajirekodi, wanabomoa mlango, naombeni msaada. Sisi anaposti kwenye grupu, tunaanza kila mtu anachukua namba ya ubalozini anapiga naye. Hapokei. Mwisho wa siku hatujajua kama alisaidiweje au hatujafahamu. Mimi sikufuatilia sana. Unaona? Kwa hiyo tunachoomba ubalozi angalau, sawa kesi ni nyingi, wadada wanavyotoroka wanaokoa maisha yao.
Kwa sababu mtu anataka kuuliwa, anakimbilia wapi? Ubalozi ya kukusaidia, unaona hawakupokelei simu. Na wewe hujui uanzie wapi uende wapi. Una group umerekodi. Mtu anakuambia tuma location, unatuma faster kwenye group. Mtu anakuja kukuchukua. Ndio anachokifanya, anakuendelea maisha mengine. Ukija kukamatwa, haliangalii kama mfanyakazi kwa nini ulitoroka. Kwa kosa gani? Hawaangalii, wanaangalia kosa la mfanyakazi. Kwa nini ubalozini wasitoe karatasi hiyo barua? Wasafirishwe kama kifungo wakakitumikie Tanzania. Kwani Tanzania hakuna magereza? Yapo. Gereza la umma limejaa wadada, kuna wengine miguu imewavimba. Kila siku yupo kule gerezani anawaza. Wengine wana matatizo ya moyo. Ndio tuna ubalozi. Mnaosema nenda ubalozini. Ubalozi tunao. Na namba zao tunazo. Simu hawapokelei. Wengine tupo mbali. Tunasaidiweje? Nitoke hapa kingi. Haya, huko njiani kweli sijakamatwa na hao mabosi. Sijapelekwa jela. Haya, nani wa kunisaidia? Nani wa kunisaidia? Unaona njia hii hapo unataka kukata roho kweli? Kwa nini mlienda huko? Kwa nini? Haya, huko Tanzania tufanye kazi gani? Tuanze kujiuza pale ikifika usiku tuvae vimini tukapange pale tunuliwe na wanaume. Hivyo. Hakuna ajira Tanzania. Tunajitafutia. Kuna wengine wajane, kuna wengine wanasomesha watoto, kuna wengine wapo kwa ajili ya familia zao. Kwa hiyo matusi ni hakuna. Mnayotukana sana bure. Kama hakuna uwezekano mtu wa kumsaidia, kaeni kimya. Nyie hamjui, ambao tupo huku baadhi tunaelewa. Umma kuna amani. Ukibahatisha nyumba kuna amani. Hata mwenyewe niko na amani. Mimi sina shida yoyote, mimi na amani. Naweza nikakaa miaka 10 kwenye hii nyumba. Miaka 10 kwenye hii nyumba. Labda wabadilike mbeleni. Na amani, siteseki, na kula. Siongeleshi kama hivyo. Yaani ukibahatika nyumba unakata miaka 4 unaondoka. Na kama miaka 5 unaondoka. Kwa usalama. Ukibahatika nyumba nyingine, ndugu zanguni, kuuliwa unauliwa unakimbia. Lakini hamwangalii mtu unaokoa uhai wake. Hivyo tunachotaka ni hivyo, balozi itoe barua ipelekwe huko waweze kusafirishwa hao watumiwa. Wasafirishwe. Kama kifungo chao kakifanyie Tanzania. Lakini hakuna msaada wote. Ubalozi sawa upo. Namba tunazo, hawapokei simu. Hawajibu meseji. Utapiga mpaka ugalagale lakini upokelee simu. Kwa hiyo matusi mnaotukana sana bure, nyinyi hamjui kitu. Bora mkae kimya. Mwenye yupo huku ndo anaelewa. Hivyo kwa hiyo jamani, matusi ya nini? Sawa na bure tu mnajisumbu. Mtazamaji, nadhani umesikia video pia ya pili, ameongea kwa kirefu kwa kina juu ya kile ambacho kinaendelea. So mimi ambacho nakitamani hapa ni kuweza kuwasiliana naye, nimpigie simu, tusikie kwa kina anazungumziaje hili tukio. Nitamtafuta kadri niwezavyo ili tuweze kuzungumza naye. Hatuambie kipi ambacho kinaendelea. Huyu ambaye alikuwa anaelezea tukio, yeye ndo Imelda. Lakini huyo ambaye anaonekana mara kwa mara hapo juu, huyo ndo Kauthari. Yeye ndiye ambaye alikamatwa tarehe 1 mwezi wa 3. Mpaka leo hii yupo ndani. Hawajui ni mzima, amekufa, nini kinaendelea, kumfikia imekuwa ni vigumu, namna zote zimekuwa ni ngumu. Mimi nitamtafuta kadri niwezavyo, nitazungumza naye. Na ikitokea huyu Kauthari amerudi hapa nchini Tanzania, pia nitamtafuta, nitazungumza naye, tutafanya mahojiano naye kwa kina zaidi, tuweze kujua nini kilitokea mpaka akakamatwa na kurudishwa Tanzania. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV. Lakini pia kama unakutana na mitihani kama hii au ushakutana nayo, unatamani kuelezea hapa, njoo tuungane kwa pamoja tupaze sauti. Nipigieni simu kupitia namba 0625 466848 tuweze kuzungumza hapa. Kama upo Tanzania tayari umeshatoka kule, nipigie simu, mimi ulipo nitakufuata, tutakaa tutazungumza kwa kina. Utoe yako ya moyoni, utoe dukuduku lako. Sababu mwisho wa siku hatuwezi kulea ujinga. Hatuwezi kubali ndugu zetu wanateswa afu tuko hapa.
Lakini pia hatuwezi kubali ndugu zetu mnawanyanyasa Waarabu kwa kisingizio kwamba wanawatesaga alafu tuko hapa. Lazima tukemee pande zote mbili. Lazima tuhakikishe watu wote waheshimiane. Na haka utaratibu cha kukaa na passport ya mtu hivi kametokea wapi? Hivi mimi sina hakika. Kuna siku moja nilikutana nayo video ikisema kwamba hakuna mtu mwenye mamlaka kukaa na passport yako. Iwe umeingia makubaliano naye au vyovyote, hakuna sababu. Sijajua kwa huko Oman kwamba ni haki kila mwajiriwa hususan anaenda kufanya kazi za ndani lazima pasipoti yake ichukuliwe. Usipitwe na habari za kweli na uhakika kutoka Maximum TV.